Jinsi ya kuyashughulikia matukio kwenye ulimwengu wa kiroho kabla matukio hayo hayajatokea kwenye ulimwengu wa kimwili. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, kabla matukio hayajatokea kwenye ulimwengu wa kimwili, huanzia kwanza kwenye ulimwengu wa kiroho. Kabla balaa hazijampata mtu, balaa huanzia kwanza kwenye ulimwengu wa kiroho. Na watu wengi Mungu amekuwa akiwafunulia. Mungu anaweza kufunulia matukio mbalimbali kabla hajatokea kwenye ulimwengu wa kimwili, anaweza kufunulia kwa njia ya ndoto. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 7 imeandikwa nukuu, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mungu anasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia. Mungu hawezi kufanya jambo lolote bila kufunulia. Kama kuna jambo kwenye ulimwengu wa kiroho, kama kuna jambo baya kabla lijatokea, Mungu atakufunulia. Ndio maana wako watu ambao huwa wanaota ndoto, na baada ya kuota ndoto hizo Mungu anaweza kumfunulia tukio kabla lijatokea. Kwa njia ya ndoto Mungu anaweza kufunulia kitu kabla hakijatokea. Mungu anaweza kufunulia mambo ambayo yanakaribia kutokea kwa njia ya ndoto. Kama ni mambo mabaya, manake Mungu anakuwa anakufunulia kwa lengo la wewe kusimama kwenye nafasi yako ili kuweza kuyazuia yale mabaya yasitokee. Katika video hii nitakwenda kufundisha jinsi ya kushughulikia matukio kwenye ulimwengu wa kiroho kabla matukio hayo hayajatokea kwenye ulimwengu wa kimwili. Nitakwenda kufundisha nafasi ya Roho Mtakatifu katika kuyazuia matukio. Kuna nafasi kubwa sana ya Roho Mtakatifu katika kuyazuia matukio kwenye ulimwengu wa kiroho kabla matukio hayo hayajatokea kwenye ulimwengu wa kimwili. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 13 imeandikwa, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Roho Mtakatifu ana nafasi kubwa sana katika kuzuia matukio mabaya kabla hajatokea. Roho Mtakatifu Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 13, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Roho Mtakatifu anaweza akakufunulia mambo yanayokuja kabla hajatokea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, jambo la kwanza, nafasi ya Roho Mtakatifu katika kuzuia matukio kabla hajatokea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hutupasha habari ya mambo yatakayokuja. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu hufunua matukio kabla hajatokea. Roho Mtakatifu anaweza kukufunulia matukio kabla hajatokea. Ndio maana tumesoma kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 7. Mungu anasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake siri zake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakufunulia kabla jambo halijatokea. Roho Mtakatifu anaanza kufunulia. Roho Mtakatifu huleta ndani ya moyo mzigo wa ghafla, hofu isiyo ya kawaida, au msukumo wa kuomba. Ukisoma Biblia utaona Mungu alimfunulia Farao njaa kabla haijatokea, ikazuia maafa makubwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 41. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, Roho Mtakatifu huleta ndani ya moyo wako mzigo ghafla. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hufunua matukio kabla haijatokea. Kwa hiyo unaweza ukashangaa umetulia tu ghafla, unashangaa unapata mzigo ghafla wa kufanya maombi. Ndani yako unasikia kuomba, ndani yako unasikia unatakiwa kuomba. Kwa hiyo ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue Roho Mtakatifu anakusaidia kuyazuia matukio kabla hajatokea. Unashangaa tu ghafla, labda umetulia sehemu, ghafla unaanza kusikia shauku ya kuomba. Ghafla unasikia unaweza kukuta kuna muda unaamka usiku ukiwa ndani yako una shauku ya kufanya maombi, ukiwa ndani yako una shauku kubwa ya kufanya maombi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaweza kaachilia msukumo ghafla kuomba. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana nafasi kubwa sana katika kuyazuia matukio kabla hajatokea. Lakini jambo la pili, nafasi ya pili ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hutoa onyo kabla ya hatari. Roho Mtakatifu huwa anatoa onyo kabla ya hatari. Dalili za onyo na Roho Mtakatifu. Ukiziona dalili zifuatazo, nikupe dalili kama 3 ambazo zinaonyesha Roho Mtakatifu anakuonya kabla ya tukio kutokea. Namba 1, kukosa amani ghafla. Unashangaa tu ghafla ndani ya moyo wako unakosa amani. Yamkini labda nitoe mfano, ulikuwa unataka kuingia na mtu fulani kwenye mahusiano, lakini ghafla moyoni mwako unakosa amani. Maana yake Roho Mtakatifu anakuwa anakuonya kabla hujachukua hatua.
Kwa hiyo unashangaa ndani yako unakosa amani ghafla. Ukiona ishara hii utakiwa kuipuuza. Lakini dalili ya pili kwa Roho Mtakatifu anakuonya kufungwa moyo kwenye kufanya maamuzi fulani. Unashangaa moyo wako unafungwa kwenye kufanya maamuzi fulani. Yaani unashangaa moyo wako unafungwa, unataka kuchukua maamuzi fulani lakini unaona kuna sita kabisa ndani ya moyo wako, una sita kabisa kuchukua maamuzi hayo. Roho Mtakatifu anakuwa anakupa onyo. Manake unakoelekea sio sahihi. Kwa Roho Mtakatifu anakuwa anakuonya. Kwa hiyo unashangaa unafungwa moyo katika kufanya maamuzi fulani. Unataka kuchukua maamuzi fulani, unataka kuingia kwenye mahusiano fulani, unataka kuanza biashara fulani lakini moyo wako unasita kuanza. Roho Mtakatifu anakuwa anakuonya. Na watu wengi ambao wanakuwa wanalazimisha, baada anaona anakosa amani, moyo unasita, atakapolazimisha maana yake kuna jambo baya linatokea. Kwa hiyo lakini pia dalili ya tatu ambayo inaonyesha Roho Mtakatifu anakuonya ni kukumbushwa maandiko fulani mara kwa mara. Nashangaa tu maandiko fulani yanaanza kuja mara kwa mara. Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 14 imeandikwa, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo ukianza kuona unakumbushwa maandiko fulani mara kwa mara, Roho Mtakatifu anaanza kuletea maandiko fulani mara kwa mara, ni ishara Roho Mtakatifu anakuonya kabla ya hatari. Lakini nafasi ya tatu ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu huamsha maombi mapema. Kuna maombi huja si kwa akili zako bali kwa mzigo wa rohoni. Haya ni maombi yanayozuia matukio. Unashangaa tu ghafla, kuna maombi yanakuja tu ni ghafla. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 26 imeandikwa, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo mtu anaweza kuamka usiku wa manane akawa anashangaa ndani ya moyo wake kuna mzigo mzito wa kuomba bila kujua ni kwa nini. Unashangaa unaweza kuamka usiku wa manane ndani ya moyo wako kuna mzigo mzito wa kuomba. Unashangaa kuna mzigo mzito wa kuomba bila kujua ni kwa nini umeamka usiku wa manane. Unashangaa baada ya kuomba unasikia amani. Maana yake Roho Mtakatifu anakuwa anakuamsha uombe. Kuna jambo lilikuwa baya nataka kutokea, ila na kupitia maombi hayo unakuwa umezuia. Lakini pia nafasi ya 4 ya Roho Mtakatifu katika kuzuia matukio, Roho Mtakatifu huzuia maamuzi mabaya. Matukio mengi mabaya huchochewa na uamuzi mmoja mbaya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwa anazuia maamuzi mabaya. Kwa unataka kufanya maamuzi mabaya lakini Roho Mtakatifu anakuzuia. Unajikuta ulikuwa unataka kufanya kitu kibaya lakini ghafla unaacha kukifanya kile kitu. Ulikuwa unataka kuchukua maamuzi mabaya lakini ghafla unaahirisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwa anakuzuia kuchukua maamuzi mabaya. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 na mstari wa 13 imeandikwa, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Kwa unashangaa Roho Mtakatifu anazuia maamuzi mabaya. Ulikuwa unataka kuchukua maamuzi mabaya lakini unashangaa ghafla unazuiliwa, unakuta unashindwa kuyafanya ile maamuzi yako mabaya. Kwa hiyo mfano unaweza kushangaa labda unakosa ghafla hamu ya kusafiri, huashiria kuna jambo baya litatokea. Unashangaa tu ghafla unaweza kukosa tu hamu ya kusafiri. Ukashangaa ghafla unakosa tu hamu ya kusafiri. Lakini pia nafasi ya 5 ya Roho Mtakatifu katika kuzuia matukio kabla hajatokea, Roho Mtakatifu huzuia mashambulizi ya adui. Adui hushambulia kwanza rohoni kabla ya mwilini. Adui huanza kwanza kushambulia kwanza rohoni kabla ya mwilini. Kwa Roho Mtakatifu huondoa watu hatari njiani na kufunga milango ambayo ingeleta maangamizi. Kuna muda Roho Mtakatifu anaweza kafunga milango ile ambayo ingeleta maangamizi juu ya maisha yako. Lakini pia nafasi ya 6, Roho Mtakatifu hutuongoza katika kweli. Matukio mengi mabaya hutokea kwa sababu ya kutokutembea katika kweli. Kwa Roho Mtakatifu huwa anatuongoza katika kweli kwa sababu matukio mengi hutokea kwa sababu ya kutokutembea katika kweli. Lakini nafasi ya 7 Roho Mtakatifu katika kuzuia matukio, na jambo la msingi ambalo nitakuwa sana nifundishe, nini kifanyike ili Roho Mtakatifu afanye kazi ya kuzuia matukio? Sasa nini, jambo gani lifanyike ili Roho Mtakatifu afanye kazi katika kuzuia matukio? Cha kwanza, ishi maisha ya usikivu na utakatifu. Ishi maisha ya usikivu, msikilize Mungu anasema nini. Lakini la pili, tembea katika maisha ya utakatifu. La tatu, kuishi maisha ya maombi ya mara kwa mara. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Kwa hiyo ishi maombi ya mara kwa mara. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment niambie umejifunza jambo gani. Lakini pia Mungu akubariki wote utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki akajibu hitaji la moyo wako. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.